Karibu Bukelebe TV. Jifunze neno la Mungu, pokea matumaini na gundua unabii wa kibiblia. Jiunge nasi kwa safari ya kiroho. Hii ni Bukelebe TV. Bukelebe TV. Angalia, dunia imejaa dhambi na maovu. Wakati wa hatari umefika. Usichelewe kujipanga na kumtafuta Yesu. Tafuta wokovu leo kabla ya kuchelewa. Habari njema ikirushwa Bukelebe TV. Karibu sana. Tusiache kufuatilia katika TV ya Bukelebe TV. Habari za muda huu popote pale ulipo, na tumaini unaendelea kubarikiwa na Bwana mtazamaji wetu. Karibu Bukelebe TV. Hapa ndipo penye kuzungumzia masuala mbalimbali ya dini. Jiunge nasi kwa mafundisho ya kiroho na mijadala yenye kuelimisha. Ninayekukaribisha katika makala hii ni Ustasela Joni. Karibu sana. Ungana nami mwanzo mpaka mwisho. Kwa siku ya leo tutakwenda kujifunza kuhusiana na ahadi ya mdomo si msaada. Katika maisha ya kila siku, wengi wetu tumewahi kukutana na hali ya kusubiri msaada ambao haujatimizwa. Wakati mtu mwenye rasilimali au nafasi anapoahidi msaada kwa sauti kubwa mbele ya wengine, maneno hayo mara nyingi huibua matumaini makubwa, lakini kadri siku zinavyopita, kitendo cha msaada hakionekani. Hali hii inasababisha uchungu mkubwa na kupoteza tumaini kwa wale wanaotarajia msaada huo. Hali ya ahadi zisizotekelezwa sio ajabu. Watu wengi hutumia maneno mazuri ili kuonekana wema mbele za wengine, lakini kitendo hakitokei. Wakati wa kusubiri msaada wa dharura, moyo huanza kushindwa na unajikuta ukihisi huzuni, uchungu na kuchanganyikiwa. Ahadi ya mdomo mara nyingi inakuwa mzigo wa hisia zaidi ya kuwa msaada halisi. Wataalamu wa maisha ya kila siku wanashauri kwamba ni busara kutambua kuwa ahadi ya mdomo haiwezi kuathiri maisha yako kama hatua halisi haziwezi kuchukuliwa. Mkumbushe mtu aliyeahidi kwa heshima katika faragha, ili kutoa nafasi ya utekelezaji bila kumuumiza au kumfanya ajihisi vibaya. Hii pia inasaidia kuepuka kushughulika na maneno yasiyotimizwa hadharani, ambayo mara nyingi huibua hofu na mashaka. Biblia inatoa mifano kadha ya watu waliokuwa wameahidiwa lakini hatimaye walijikuta wakizungushwa. Yakobo alikabiliwa na uongo na ahadi zisizotekelezwa kutoka kwa ndugu na familia yake, lakini alijifunza kutegemea Mungu na mipango yake mwenyewe. Waisraeli walikabiliwa na changamoto ya ahadi zisizothibitishwa mara nyingi, lakini walijifunza kuendelea kwa imani na juhudi zao. Naboth alikabiliana na hila na uongo licha ya ahadi zilizotolewa. Na Paulo alijua kuwa msaada wa kweli mara nyingi hauletwi na maneno, bali matendo yenye thamani na imani thabiti. Kwa wale walioahidiwa msaada na hatendewi, kuna njia ya kukabiliana na hali hiyo. Kwanza, kumbuka kwamba maneno hayatoshi. Matendo ndiyo yanayohitajika. Tafuta njia mbadala na rasilimali nyingine. Jitegemee na endelea kwa juhudi zako. Kutegemea Mungu na imani thabiti kunakuwa ni nguvu ya kweli kwa moyo uliovunjika na ahadi zisizotekelezwa. Hali hii ni changamoto inayokumba wengi, lakini ni fursa ya kujifunza. Wale wanaojikuta wameahidiwa lakini hatendewi, wanapaswa kutambua kuwa ahadi ya mdomo si msaada. Ushindi wa kweli unatokea pale mtu anapopata nguvu ya kujitegemea, kutumia hekima na kusonga mbele licha ya maneno isiyotimizwa. Habari hii ni kengele ya tahadhari na hekima. Kudhani ahadi ni sawa na msaada inaweza kuumiza, lakini kuwekeza nguvu zako mwenyewe, kuamini Mungu na kutafuta njia mbadala kuna kuinua zaidi kuliko maneno ya heshima yasiyo na matokeo. Mtazamaji, natumaini umekuwa na wakati mzuri siku hii hapa ya leo kujifunza juu ya ahadi ya mdomo, na tumeona kwamba kumbe ahadi ya mdomo si msaada. Asante kwa kuendelea kubaki nasi. Endelea kusubscribe channel yetu, lakini zaidi usisahau kushare kwa ndugu jamaa na marafiki, nao pia waweze kuendelea kujifunza na kupata habari njema, hadithi mbalimbali na makala kutoka katika Biblia. Mimi ni Ustasela Joni, hadi wakati mwingine.